Baraka amani salama Mwenyezi Mungu liwafikie popote wafuasi wa Radio pia Television ya Taifa. Karibuni kufuata ukarasa wa jioni leo katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Tutafungua ukarasa wa jioni leo na kuwajulisha ya kwamba mkutano ya mara ya 17 ya biashara nchi ya Amerika barani Afrika imefanyizwa huko nchini Luanda, mjini Luanda nchini Angola, ambako Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi alihudhuria hapo baada ya mkutano ambao uliweza kufanyizwa huko Dallas kwa mwaka jana, yani mwaka 2024. Hivi ilikuwa zamu ya mkutano huo ufanyizwe huko mjini Luanda nchini Angola, ambako rais wa nchi ya Angola Joao Lourenço aliweza kupiga nukta zaidi kufatana na faida ambao mkutano huo umekuwa nayo katika hali ya mahusiano kati ya wasaidizi ya Amerika pia barani Afrika. Msimamizi wa komisheni ya Umoja barani Afrika naye aliweza kupiga nukta zaidi katika hatua hiyo ambayo imefanyizwa na zaidi marais 6 ya nchi ya bara la Afrika walihudhuria hapo katika mkutano huo. Na kufuatana tu na mkutano huo, mikutano nyingine mbalimbali ya mapanel imefanyizwa hapo, ambako makamu waziri mkuu waziri kusika na uchukuzi Jean-Pierre Bemba Gombo aliweza kuchumbia baba taifa katika mkutano huo, na hapo walipiga nukta zaidi kulingana na njia kuu ambayo itaweza kujengwa kufuatana katika lugha ya Kimombo corridor ya Lobito, ambayo itaunga nchi ya Sudan, Zambia, Angola pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yenye mnapaswa kujua ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehudhuria katika mkutano huo ni kwa ajili hivi ya kuinua na kusikiliza sauti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hata katika mkutano hiyo ambayo itakuwa kwa faida ikawa upande wa Amerika hata katika bara la Afrika. Habari kuhusu wizara husika na mambo ya ndani tunajulisha kwamba makamu wa waziri mkuu waziri kusika na mambo ya ndani bwana Jacquemain Shabani aliweza hivi kuongoza sherehe ya kufungua rasmi kituo ambako kimejengwa huko katika eneo ya Kapalata katika jimbo la Chopo. Huko kitu ya kufungua rasmi baada ya kukata kitepe ni kituo ambapo kimejengwa kumeboreshwa na serikali ya jimbo hiyo ya Chopo kwa ajili ya kuboresha kazi ya askari polisi. Zaidi ya milioni $100 ya Kiamerika ilifaidiwa kwa ajili ya kuboresha kituo hicho ambacho kitaruhusu kuweza kuinua hali ya ujuzi ya askari polisi na kuweza hivi kuwafunza kulingana na hali ya ujuzi kali ya kazi hiyo. Upande kituo hicho ambako kinapatikana kunako kilomita 7 na mji wa Kisangani katika jimbo la Chopo, hapo ambako zaidi inakuwa na uwezo ya kupokea wafunzwa 2,000 ambao wataweza kufunzwa hapo. Alipochukua masemi makamu kusika na mambo ndani aliweza kupiga nukta zaidi na kumshukuru kwanza baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye ni moja kwanza yenye kuwa na onyo kuu ya kuboresha hali ya kazi ikawa katika sekta ya askari polisi. Hapo alipiga nukta zaidi kwa wakamanda wote wapate hivi kuchunga na kulinda eneo hiyo, ambao alifaidia hapo pia waliweza kumuonesha wajambazi ambao walinaswa kwa ajili ya kuzorotesha amani katika jimbo hiyo ya Chopo. Habari nyingine tuwajulisha ya kwamba kufatana na siku kuu ambayo imesherekea siku kuu ya samaki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesherekewa kila tarehe 24, ambao wakongomani wamesherekea siku kuu ya samaki. Kufatana na hiyo, waziri kusika na ufugo pia uvuvi aliweza hivi kutoa ujumbe yake kwa wakongomani wote. Kufatana na siku hiyo ambayo imesherekewa siku kuu ya samaki, alinena ya kwamba waziri Jean-Pierre Chimanga aliweza kunena ya kwamba ufugo wa samaki ni moja pia ya msingi yenye kuleta maendeleo katika nchi, na hapo alinena ya kwamba kuna nchi ambayo imekuwa na maendeleo tu kufatana na ufugo wa samaki na ambao itaweza hivi kuboresha hata hali ya afya. Aliweza kufaidia pia na kutembelea ikawa huko kunako kivuko ya Wagenya katika jimbo la Chopo, huko ambako aliweza hivi kutoa msaada mbalimbali kawa ya makila na vifaa vingine mbalimbali. Hatua hivyo katika eneo ya Kalemi, Boma, Kongo Central, na hapo ni kwa ajili ya kuinua hali ya ufugo wa samaki nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Waziri kusika na mambo ya jamii Bibi Aziza Munana, yeye kama vile mama mwenye kuwa na moyo kufatana na siku kuu ambayo imesherekewa ikuwa jana tarehe 23 Juni, kufatana na hatua hiyo ambayo alihudhuria katika misa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kufatana na siku kuu hiyo ambayo Bibi Aziza Munana ambayo walikuwa hapo, pia walikuwa mbalimbali mabalozi na kadhaa viongozi wengi walikuwa hapo, ni kwa ajili ya kuhimiza wamama ikawa wamama wajane kufatana na namna gani wapate kujigharamia. Mnapasha kujua ya kwamba kufatana na hatua hiyo waliomba Mwenyezi Mungu juu ya baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ambaye Mwenyezi Mungu amjalie neema na kumpa nguvu ili apate kuimarisha amani katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika misa hiyo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu pale mjini Lubumbashi iliweza kufanyizwa katika eneo ya 30 Juin, ambako makanisa nyingi waaminifu wa kanisa mbalimbali walikuja hapo kwa ajili ya kuomba Mwenyezi Mungu. Alifaidia na sherehe hiyo kutolea wamama wajane vitenge kwa ajili ya kuwaunga mkono kufatana na yale ambao wamepitisha wakati waume wao wamekwisha kufariki. Habari nyingine ni kiongozi wa Sokoda aliweza kuwa na mazungumzo na kuwapa joto kufatana na siku kuu ya kusherekea siku kuu ya wajane ambao waliweza imesherekewa tarehe 23 Juni. Unapasha kujua ya kwamba kufatana na hiyo ndio alikuwa na mazungumzo na wajane wapiga kinumbi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wamekusha kufariki. Ilikuwa zamu kwake Bwana Agu Michel kuweza hivi kuwapa joto na kuwapa moyo kufatana na yale ambao waume wao waliweza kufanya kwa ajili ya kuinua utamaduni na usilimu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia aliwapa moyo kufatana na yale ambayo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amekuwa nayo kama vile onyo mbalimbali ya kuboresha sekta hiyo. Alama hiyo ya mapendo ambayo ilisifiwa na wamama wajane hawa, na waliomba Mwenyezi Mungu apate kubariki viongozi kufatana na hatua hiyo. Wamama hawa walionyesha furaha yao na kumshukuru kiongozi wa Sokoda kwa alama hiyo ya mapendo ya kuwaonesha kabla ya kuachiliwa kwa waume wao baada ya kufariki kwao, kwani waume wao waliweza kuinua hali ya usilimu pia utamaduni nchini DRC. Habari nyingine ni kuwajulisha ya kwamba kufatana na siku kuu hiyo ya wajane ambao wamama waliweza kuhimizwa, ni siku ambayo imesherekewa kila tarehe 23 ya kila mwaka katika mtaa ya Limete huko kunako kata Kingabwa. Ni wamama ambao waliweza kujikutana chini ya uongozi wake Bibi Nyunga Sara, ambao walihudhuria katika mkutano huo kwa ajili ya kuwahimiza namna gani ya kujigharamia baada ya kifo cha waume wao. Waliweza pia kupiga nukta zaidi ya kusema ya kwamba ni muhimu mwanamke apate kufanya uchuruzi fulani kwa ajili ya kujigharamia. Ni muungano ambayo inaitwa Bama Mwei ambayo imeongozwa na Bibi Nyunga Sara. Alialika wamama hawa ya kwamba wakati mume wake amefariki ni muhimu upate kusimama na ujigharamie ikawa katika uchuuzi mbalimbali ndogo ambayo itakuruhusu kuweza kujigharamia katika shurti mbalimbali, hata kulisha jamaa na watoto hata kama mume wako amekusha fariki. Kufatana na siku kuu ya kusherekea siku kuu ya wazee ambao wamama wa muungano imeongozwa na Bibi Esther Chomba katika muungano yao wa Kikristo wenye kusaidiwa, waliweza kusherekea siku kuu hiyo. Tufate. Tuko baveve. Furaha niko nayo jinsi mama huyo alitubeba, ni hatakuwa hata na mwae. Yeye anatutunza, anatuelezea tuye tuombe na yeye Mungu fasi moya, yako natupatia manguo. Mtu yako na hana mwae, anakopa makuta, anatumika nayo, anakuwa kurudisha. Tuko tunajuana sasa na batu, hatakuwa najulikana, hatakuwa na mwae wa kujitunza, yako natuvalisha bie, ndio ile tunafurahiwa na yeye sana. Maneno yote yako nafanya nayo ni jina ya Mungu. Ndio ile kuna tusaidia nayo. Tulikuwa kufete yetu ya aveve. Juu ya mama Choba alituita sie bote tukue tufurahi, sie bote basi baba yake ya baveve. Tutaonesha baba kubwa maeneo saba, saa tulikufisa banaume yetu. Ba semeke yetu balikuwa kutuvunja sana na banyumba, kutufukuza, kunyang'anya bitu, kutusemea mubaya, na watoto tunahangaika tunakuwa inji. Vamvula iko tunokea inji tuko nahangaika.
Alikuwa mbele ya wapasha habari na magazeti pia makamu wa waziri kusika na sheria Maître Samuel Mbemba Kabuya, ambaye aliweza kujibu kwa maswali kulingana na pendekezo ya sheria kulingana na swali ambalo lilichukuliwa na sensa hiyo kituo ya ulinzi pia uchamii. Aliweza hivi kujibu mbele ya wapasha habari na magazeti kufuatana na swali hiyo ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo itatoa jibu. Kufuatana pia na hiyo kuambatana na swali yenye kuambatana na namna gani ya kufuatilia wanasiasa pia hivi kuweza kuachilia ikawa wakati wamefungwa. Makamu wa waziri kusika na sheria alijulisha ya kwamba serikali imebaki hapo, na makamu wa waziri alijulisha pia ya kwamba kufuatana na swali yenye kulingana na wanasiasa, sekta yenye kusika na sheria ni yenye kwa ule. Alikumbusha pia ya kwamba imetumika katika kipindi mbili muhimu. Hapo ni baada ya kutokutikizana na kadhaa. Hapo alipiga pia nukta zaidi kulingana na hali ya komisheni ambayo inaweza kufanyizwa kufatana na wale wenye kufanya makosa mbalimbali. Hapo mahakama ikawa ya sheria kuwafuatilia na kuweza hivi kulipizwa kuambatana na sheria. Alikuwa hapo, ilikuwa mbele ya wapasha habari na waandishi wa magazeti ambayo makamu wa waziri Samuel Mbemba Kabuya aliweza kujibu hivyo kufatana na hatua ya sensa. Habari nyingine ni kwa ajili ya kufafanua pia kuelimu vizuri. Korowani ndiyo michuano iliweza kuandaliwa chini ya uongozi wake Sheikh Abdallah Mangala kwa ajili ya kuinua hali ya ujuzi wa Korowani. Tufate. Na tunashukuru sana kuona kama nchi yetu RDC haikubaki nyuma, nao vile vile iliteuliwa na inapatikana miongoni mwa ile nchi 99 ambayo inasimamia mambo ya tabia iliyokuwa nzuri na utu na tabia ya binadamu kisi Mwenyezi Mungu alitaka katika neno lake tukufu. Basi hiyo tunaomba Wakongomani na Waislamu wote tuwe kitu kimoja, na hii ni tunashukuru kuona kwamba leo Waislamu watajitahidi walete kitu ambacho kinaweza kikaleta vile vile maendeleo haraka sana tena mazuri ambayo itapigiwa mikono na watu wengine wenye kushuhudia. Na hiyo ni tabia. Kama hatuna tabia nzuri, kama hatuna mafunzo mazuri, kama hatuna adabu, kama hatuna heshima, itakuwa ni bure. Na yote hii tunaipata katika maneno matukufu ya Mwenyezi Mungu. Inspekta mkuu kusika na kazi Jean-Paul Mbomba amerudilia kazi yake kama vile desturi ilikuwa baada ya miezi mitatu ya kusimamishwa kazini, ambayo aliweza kurudilia kazi yake. Wakati tu ya kurudilia hivi alifaidia na hapo na kutembelea vituo mbalimbali kwa ajili ya kujigaramia namna gani kazi imefanyizwa hapo na kuona namna gani watumishi wametumika huko katika inspekta kuu ya kazi. Bwana Jean-Paul Mbomba ambaye alikuwa akisimamishwa muda wa siku miezi mitatu ya kazi amerudilia hapo na kutoa joto kwa watumishi ya kwamba hapo wamekuwa ni kwa ajili ya kutumika kazi ili wapate kuinua kazi bora katika kituo hicho. Na hapo aliweza kutembelea vituo hapa na pale kwa ajili ya kuona namna gani wametumika na kuangalia kujionea mwenyewe katika hali gani wametumika hapo. Hali ya nguvu hiyo ya kazi pia kiano ambayo imekuwa moja ya msingi ambayo imengojewa hapo kunako inspekta kuu kwa kuinua hali ya kazi hapo. Habari nyingine ni baada ya mvua kali ambayo iliweza kunyesha hapa mjini Kinshasa na kusababisha kifo cha baba na mama huko katika mtaa Lemba mteule wa Lemba mteule Norbertine Matanda. Aliweza kutembelea jamaa hii ambayo iliweza kuguswa na msiba ya kupoteza baba mzazi na mamao na kuacha mayatima wawili. Moja amekuwa na umri ya miaka 14, mwingine na miaka 12. Hapo yeye kama vile mteule wa Lemba aliweza kujelekeza hapo kwa ajili ya kuwapa pole baada ya mvua hiyo ilisababisha kibambazi ipate kuangukia wazazi ambao walikuwa chumbani. Mteule Norbertine Matanda yeye aliweza kujelekeza hapo kwa ajili ya kuwapa pole na kuwapelekea vifaa mbalimbali ikawa vyakula na vifaa vingine kwa ajili ya kuwapa pole na ajali hiyo ambayo iliweza kugusa jamaa hiyo wa kupoteza baba mzazi na mamao na kuacha mayatima wawili ambao wamekuwa watoto. Mmoja amekuwa na umri ya miaka 14, mwingine miaka 12.
Wafuasi wa Radio Television ya Taifa, ni katika habari yenyewe tumepika nukta kwa habari yetu ya jioni ya leo. Kwa niaba yetu tunapikia asante, Mwenyezi Mungu akitaka tukutane kwa siku za usoni. Tout de suite,